kupitia uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo hupata thamani halisi ya kufanyika kwake. Na kipengele cha 6 kitakuwa ni mchoro wa tathmini ya mazungumzo yetu. Nianze na kipengele cha kwanza cha historia ya mwanadamu kuja hapa ulimwenguni katika uwanja huu wa ardhi. Kama inavyofahamika na ilivyoelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Baqara, hadithi iliyokwenda kwa hitimisho lifuatalo: yaqulu al-Mawla Subhanahu wa Ta'ala, ihbitu minha jami'a, shukeni nyote kwa pamoja. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, wakati wowote utakapokujieni kutoka kwangu uongofu. Faman tabi'a hudaya, yeyote atakayefuata uongofu na muongozo wangu. Katika surati al-Baqara Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, wote watakaofuata uongofu muongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawatakuwa na hofu ya namna ya kuendesha maisha yao, wala hawatahuzunika kwa namna walivyoishi hapa duniani. Katika surati Taha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wote watakaofuata muongozo wangu fala yadhillu wala yashqa, hawawezi kupotea wala hawawezi kupata mashaka katika maisha yao. Hii ni hatua ya mwanzo ya mwanadamu kuanza kutumia uwanja wa ardhi kama sehemu ya maisha yake. Cha muhimu cha kuzingatia katika kipengele hicho, Allah Subhanahu wa Ta'ala hakumwacha mwanadamu bila ya maelekezo kutoka siku ya mwanzo, na maelekezo yake yalikuwa yanamhakikishia maisha bora kama atafuata uongofu, lakini pia yanampa hadhari ya kuharibikiwa kama hatokwenda na uongofu, kama hatozingatia maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inawezekana yalikuwa ni matunda ya mtu wa kwanza na mwanadamu wa kwanza, namna walivyoishi kabla ya kukabidhiwa uwanja wa ardhi kuwa sehemu ya maisha yao. Kwa sababu jambo hili linaanzwa kwa historia ya mjadala wa Mwenyezi Mungu na malaika katika kumuumba baba yetu Adam. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Huu ni mjadala
Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya na malaika katika kumuumba baba yetu Adam. Alipokamilisha kumuumba, angalia kilichotokea. Qala ya Adam iskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajaratan fatakuna min adh-dhalimin. Alipokamilisha kumuumba, ilikuwa sasa mpeleke pale alipopakusudia kwa maelezo na tangazo lake na malaika. Lakini alipomuumba akamwambia Adam, wewe na mkeo kakaeni katika pepo hiyo, na humo ndani kuleni chochote namna mnavyotaka, isipokuwa msisogelee mti huo, mtakuwa katika waliojidhulumu. Hadithi ya Qur'ani inaendelea kwa kusema faazallahuma ash-shaytanu anha, akawatelezesha wao wawili shaytani kutokana na mwiko ule waliopewa na Mwenyezi Mungu. Fa akhrajahuma, basi kwa kufanya hivyo akasababisha watolewe mahali walipokuwa. Walipotolewa nini ilikuwa? Ndipo ilipokuja hadithi hii, ihbithu minha jamia, shukeni nyote, na huyu aliyekupotezeni shukeni nyote. Wanachuoni wanasema kama ilivyozoeleka kwamba baba yetu Adam na mkewe walikuwa peponi na bila shaka walikuwa mbinguni. Baada ya tatizo hilo wakashuka ardhini, ndipo walipoambiwa shukeni. Wanachuoni wengine wanasema si lazima iwe mbinguni, kwa sababu neno shukeni si wao peke yao waliambiwa. Hata Bani Israel walipogoma ratiba ya location ya Mwenyezi Mungu kwao, Mungu aliwaambia hivyo hivyo. Walipomwambia Musa, ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa saliha. Musa, hatuwezi kuvumilia chakula cha staili moja, manna na salwa kila kukicha. Mwambie Mungu wako tupe vikule staili nyingine. Mungu akasema, ala, hivi ndivyo mnavyotaka? Ihbithu Misra, shukeni bondeni basi. Hawakuwa wanatoka mbinguni, walikuwa wako ardhini tu. Basi inawezekana ni kutoka eneo bora zaidi kwenda eneo duni, bado ni kushuka. Na sisi tunakubali hata katika lugha ya Kiswahili, ukipata demotion unapanda au unashuka, ingawa huonekani kuwa juu ya gorofa au chini ya underground, lakini inawezekana umeshuka cheo au umepanda cheo, ingawa uko pale pale, na pengine ofisi ndiyo ile, umeongezwa madaraka tu, una nafasi kubwa zaidi kuliko nafasi nyingine. Hadithi hiyo ndiyo iliyomtoa baba yetu Adam na mama yetu Hawa kuja kuutumia uwanja huu wa ardhi kama sehemu ya maisha yao, kwa sharti mambo yatakuwa mazuri kama mtafata maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hawatakuwa na hofu yoyote watakaofuata mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Sio Adam na Hawa peke yake, kwa vipindi vyote vya maisha watakaofuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu hawawezi kupata mashaka ya maisha, na watakaokiuka maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema watakuwa na hofu, lakini pia watahuzunika siku watakapoletewa daftari linaloeleza walioyafanya yaliyokwenda kinyume na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni katika surati al-Baqara. Katika surati Taha Mwenyezi Mungu anaonyesha kwamba hawawezi kupotea, hawawezi kupoteza mwelekeo katika maisha yao ya kila siku, wala yashqa, wala hawawezi kupata mashaka. Wafasiri wanasema mwelekeo wa dunia kuyumba kunatokana na kukeuka mwongozo na uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashaka tunayoyapata katika dunia ni matokeo ya kukeuka uongofu na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile eneo moja, hiyo semester ya kwanza, kaa nayo pembeni. Kama una maswali andaa kutoka hapo na kwenda semester ya pili. Nafasi ya huu mwongozo, nafasi ya huu mwongozo katika matumizi yetu ya kila siku. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Baqara anasema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas
وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن piga mstari hudan linnas, mwezi wa Ramadhani ambao ndani ya mwezi huo imeshushwa Qur'ani yote kwa ukamilifu. Nini kazi yake? Hudan linnas, sio hudan lilmuslimin, hudan linnas, ni mwongozo kwa watu wote wanaomwamini Mungu na wasiomwamini Mungu. Kitabu hicho ni mwongozo, ndani yake kinaeleza kila lililo la sawa, kinaeleza kila kisicho cha sawa, kinaeleza haramu, kinaeleza halali, na kila atakayezingatia maelekezo hayo atapata mafanikio kwa kuongozwa na kitabu hicho. Kama wanawachuoni wanavyosema, dunia hii ya leo inapata mashaka kwa sababu ya kuchagua utaratibu wa kuendesha maisha unaokwenda kinyume na uongofu na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mifano hai kiserikali hapa Tanzania, samahani kwa neno hilo, wakati fulani huwa lipendezi sana, lakini ndio njia rahisi ya wewe kuelewa. Tunazo pombe halali na tunazo pombe haramu. Sawa sio sawa? Vigezo vya pombe halali na pombe haramu hapa kwetu inawezekana moja inalipa kodi, nyingine hailipi kodi, lakini zote pombe, zote zinalevya. Tofauti ya konyagi na gongo, moja inalipa kodi, nyingine halipi kodi, lakini zote pombe kali, zote nyeupe, zote zinalevya sana. Moja inalipa kodi, moja hailipi kodi. Katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuna pombe halali kwa sababu ya kulipa kodi. Pombe tu zinakuwa haramu. Innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu. Huu ni mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeyote atakayefuata bila ya kujali imani yake atapata matokeo mazuri. Atakayejiepusha na pombe hata kama sio Muislamu atavuna manufaa ya jambo hilo, na atakayekunywa pombe hata kama ni shekhe atavuna madhara ya kitu hicho. Qur'ani hudan linnas, ni mwongozo kwa watu wote. Ndiyo nafasi ya mwongozo huu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo anayeshikamana na uongofu huu atapata matokeo yale aliyosemwa manzoni katika lengo la kuletwa kwake. Watakaofuata mwongozo wangu fala yadhillu wala yashqa, hawawezi kupotea wala hawawezi kupata mashaka ya maisha. Huna haja ya kueleza watu kwa mbinu. Kunywa kistaarabu haiuzwi kwa watu chini ya miaka 18. Pombe kunywa kistaarabu, unakunywaje kistaarabu? Pombe kulewa ndio kunywa. Sasa kunywa kistaarabu, unywe kistaarabu namna gani? Yaleko mzuri Kama vile wanaotengeneza sigara, unakuwekea picha ya mwanamke mrembo tena kapunguza nguo, halafu anakuambia haya ndio maisha. Halafu ukweli anakuandikia chini ya pakti kwa chini kabisa. Mwenye macho yalianza kuchoka inawezekana asione. Onyo, uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Ule ndio ukweli. Lakini ni mpaka utulie. Lakini maneno ya kawaida wanakwambia sweet menthol, ni fresh, ni poa, ni yako. Mtu wa embassy anakwambia haya ndio maisha. Ni saa ngapi utaangalia onyo hilo? Haya yanakiuka uongofu aliosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kukithiri magonjwa ya TB ni matunda ya kukiuka maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uvutaji wa sigara. Naeleweka mzuri Kukithiri magonjwa ya zinaa ni matokeo ya kukiuka uongofu na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya ulevi. Faman tabi'a hudayan fala khawfun alayhim wala hum yahzanun.
watakaofuata mwongozo wangu hawatakuwa na hofu. Kwa nini wanafanya hiki? Muda wa kuwa ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini hawafanyi hiki? Kwa kuwa ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanaofanya yote wanaoyafanya kwa kutumia vichwa vyao, hawa ndio Mungu anawasema kwamba ukifuata mwongozo wangu huwezi kupata mashaka ya maisha. Kwa sababu gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwa kinywa cha wazi, wama utitum minal ilmi illa qalila, hamkupewa hicho kinachoitwa maarifa isipokuwa mmepewa kitu kidogo sana. Hakiwezi kuwatosha nyinyi kuamua kupanga maisha yetu yawe namna gani. Mnayo mapungufu mengi sana, hamjui hata jambo la kesho litakuwaje. Kwa hivyo kupanga mambo kwa akili zenu ni jambo lisilowezekana, lisiloweza kutoka tija inayotakiwa. Ndio maana tunakaa mabungeni, tunaandika katiba, tunatunga sheria, na kila mwaka tunafanya mapitio ya sheria zetu, kwa sababu sasa haziendani na hali halisi iliyopo wakati huu. Lakini kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutoka kilipoteremshwa na kutoka siku Mungu aliposema al-yawma, leo, akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha kutoa maelezo ya utaratibu wa maisha yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza leo facilities, neema, zana mnazozihitaji katika kuendesha maisha yenu nimezikamilisha. Wa raditu lakumul islam dina, na nimeridhia kwenu maisha ya utii kwa Mwenyezi Mungu yanawezekana. Kwa sababu gani? Maelekezo yapo, zana za kufanyia kazi maelekezo hayo nazo zipo. Haya ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Sasa unapoacha, wewe acha tu, lakini hii dunia unavyoiona inapata mashaka haya kwa kwenda kinyume na uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kudhani wanadamu wanazo njia nyingi, wanazo akili nyingi, wanayo elimu nyingi inayoweza kufanya wapange maisha yao yawe mazuri ya kupendeza bila ya tatizo lolote. Leo nikiwa darasani, manake mimi husoma darasani kwenye vijiwe vya kahawa, husoma nikiwa na wenzangu pale. Nikiwa kwenye kahawa, msikivu mzuri sana, bana mmoja anasema, Sheikh Ndecha, hebu nisaidie, hivi kuna tofauti gani kati ya kukopa CRDB mkopo wa gari na kukopa Amana Benki mkopo wa gari? Mbona mimi nimekwenda nimeona kiwango cha marejesho ni kile kile? Nikamwambia, unajua ulichokosea kuangalia kitu kimoja. Pale mezani alikuwa ameweka shilingi 2000, nikachukua shilingi 1000. Nikamwambia, jalia hii shilingi 1000 nimeipata kwa wizi, mimi nitakuwa nimepata shilingi ngapi? Ananiambia, umepata 1000. Inaongezeka haiongezeki? Haiongezeki, ni 1000 hiyo. Jalia 1000 hii badala ya kuiba nikaomba ukanipa 1000 hiyo, nitakuwa nimepata ngapi? Utakuwa nimepata 1000. Nikamwambia sawa sawa. Katika maana ya kupata, hakuna tofauti kati ya kupata 1000 ya wizi na 1000 ya kuomba. Hakuna tofauti, inabaki kuwa ni 1000 tu. Lakini matokeo ya kupata, kama umepata 1000 kwa wizi, outcome yake, matokeo yake ni jambo jingine, na ukipata 1000 ya kupewa na mtu, matokeo yake ni jambo jingine. Hii ni tofauti kati ya riba na faida. Mnanielewa vizuri eneo hilo? Ukimuibia mtu 1000, akibainika kujua ndiyo wewe, na tabia ya wizi unachukua bila ya mwenyewe kujua wakati unachukua, akaja akapata taarifa baadaye, ile pesa uliyokuwa unaitafuta akachukua huyu bwana. Kwa hivyo mimi naanza kumhadithia mwanangu, baba, nilikuwa naomba nauli ya shule. Maana hebu subiri baadaye, hela zenyewe kaiba yule. Naelewa vizuri Wewe unakuwa adui yangu mimi, unakuwa adui wa mwanangu, na pengine unakuwa adui wa mke wangu,
Na hata siku moja ikitokea umenikuta tu mimi nimesimama na mtu na wewe ukapita, tunazungumza habari nyingine tu, kichwani mwako wewe inapita ile bana, itakuwa anamhadithia tu ile 1000 nilomuibia, lazima atakuwa anamwambia tu. Kwa hiyo jambo lile litafanya huyu naye hata siku ukikutana naye akiwa peke yake bila ya mimi, na wewe unaanza kupata hofu naye, huyu atakuwa anajua aliambiwa nimemuibia. Ni 1000 ile ile, lakini repercussion yake nini kinachotokea baada ya 1000 ya wizi na baada ya 1000 ya kupewa kwa njia ya halali. Hapo ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyati. Thamani ya jambo lolote analolifanya mtendaji huzingatia amelifanya jambo lile kwa sababu gani, litakuwa halali au litakuwa haramu. Ukilima ngano ili umpelekee Baharesa akatengeneze maandazi, walillahi alhamdu, kazi yako ni tukufu. Na ukilima ngano ili wape TBL wakatengeneze bia, inaanza kuwa haramu kule shamba kabla haijafika TBL. Innamal a'malu binniyati. Mnanielewa vizuri hapo? Hilo jambo lina matokeo tofauti kati ya halali na haramu, na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayetufahamisha halali halisi ni ipi na kwa nini ni halali, haramu ni ipi na kwa nini ni haramu. Hicho ni kipengele cha pili. Kipengele cha tatu, kupitia uongofu na mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amali za wanadamu hukubalika, hupata thamani. Ukisoma katika surati Kafi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Je, hatukupeni taarifa ya mtu aliyofanya kazi nzuri kwa kipimo chake, ikawa kazi ile ina hasara kubwa, wakati anafanya mwenyewe kabisa anaona anafanya jambo lililo zuri? Nikupeni taarifa ya namna hiyo? Hii ni kazi ya mtu aliyekiuka muongozo wa Mwenyezi Mungu. Ulaika alladhina kafaru. Kafiri, Kiswahili chepesi cha kafiri ni anayepinga maelekezo ya Mungu kusudi, huyu anaitwa kafiri. Ulaika alladhina kafaru, hawa ni watu ambao katika dunia hii kwa makusudi kabisa waliamua maelekezo ya Mungu hawayataki, wanafanya wanataka wao tu, tena wala hawakubali kwamba iko siku watakutana na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo habitati a'malihum, zikapoteza thamani kazi walizofanya. Kiyama ikifika, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, hatutapima kama kuna jambo zuri limefanyika. Jalia yametokea mabomu ya Mbagala, nyumba zimeanguka, wametokea watu wanaleta mahema, wanaleta shuka, wanaleta vyakula kuwapa wahanga wa jambo hilo. Jambo hili baya, Mungu anatazama nani anayefanya hivyo, huyo ni nani? Akiwa ni yule ambaye anampinga Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anasema hilo jambo unalolifanya, ingawa kipimo chako na hao unaoapa wote wanaona ni jambo zuri, Kiyama kikifika wala mizani hatupimi kwamba kuna jambo zuri ulifanya. Naeleweka vizuri? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, hatutapima. Kwa hivyo jambo litakubalika kuwa sawa, kwanza liwe lina uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo jingine jipesi la kuelewa, kuosha viganja vya mikono, kusukutua, kupaza maji puani, kuosha uso,
kuosha sehemu ya mikono miwili, kupaka maji kichwani, kusafisha masikio na kuosha nyayo za miguu. Jambo hilo linaitwa nini? Na kitendo ni kutawadha. Jambo lenyewe linaitwa nini? Udhu. Umenielewa vizuri? Ili uwe udhu lazima uongofu uwepo kwanza. Ukiwa kafiri, tawadha vizuri sana, udhu haushiki. Siki mnanielewa vizuri hapo? Udhu haukamati kwa kukosa sharti la uongofu tu. Innamal mushrikuna najis. Paka uondoe najisi hii kwanza, udhu utakamata. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo kupitia uongofu vitu hupata thamani vikakubalika. Kama nje ya uongofu jambo hata liwe zuri kiasi gani linakosa thamani ya kukubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya nimekwisha tanguliza kusema mwanzoni. Naeleweka vizuri hapo? Hii iangalie katika sura hii. Jalia wewe unakaa na mwenzio katika nyumba ya National House, mmepanga wewe upande mmoja na mwenzio upande wa pili. Mwenzio ana TV na kingamuzi, wewe huna, lakini wewe una mfanyakazi wa ndani, mwenzio hana. Mfanyakazi huyu kwa sababu ya kuvutiwa na program za Azam za Tuguru, anatamani aje humu angalie ile TV vizuri kwa urahisi, lakini anaona ili nikubalike nisaidie sehemu ya kazi humu ndani, ikiwezekana huyu bwana anaweza kuniachia hata ufunguo akitoka. Baada ya muda mfupi mfanyakazi huyu kazoea na yule bwana kaona kwa kweli ananisaidia, anamwachia ufunguo. Maji yamekatika, kama unavyojua tatizo la mji wetu, maji kukatika. Bwana mwenye mfanyakazi wake anarudi kutoka kibaruani, anaingia nyumbani mwake, hakuna maji. Anamtafuta mfanyakazi wake, hamuoni. Anatoka nje ya muangaze, anamuona, anaingia geti la pili, anaingiza maji kwa jirani. Fikira yule mfanyakazi, maji yamekatika, ngoja nimchotee huyu jirani yetu kabisa, alafu ndio nitachota ya kwetu. Haja yake amfurahishe huyu jirani, asije akafikiria kumnyang'anya ule ufunguo, aendelee kumwachia. Huyu mwenye mfanyakazi wake maji hana. Huyu mfanyakazi ana akili sawa sawa au hana? Niongeze sauti amnisikie. Nasema hivi, huyu mwenye mfanyakazi wake anapomtazama huyu mfanyakazi, anamuona ana akili au hana? Hiyo ndiyo nafasi yako wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waabudu Mungu humjui, unatengeneza televisheni na simu. Sikukatazi kutengeneza simu na televisheni, fanya kazi niliyokupa kwanza. Naeleweka vizuri Mahali pengine Mwenyezi Mungu anasema hivi, mathalul ladhina kafaru kamathali alladhi yan'ikum bima la yasma illa du'a wa nidaa. Mfano wa kuishi na watu wanaopinga mambo ya Mungu kusudi, kama mnaishi nao mahali pamoja, kamathali alladhi yan'ikum bima la yasma. Angalia tabu anazozipata mtu anayekiita kitu kisichosikia, illa du'a wa nidaa, ila kinapata sauti na kelele. Jalia huko machungani na mbuzi wana masikio makubwa kuliko ya kwako. Siku hiyo umechoka, unawaambia huko kulia shamba la watu, huko majani yako kushoto huku. Mbuzi wanasikia, tatizo ni kuelewa huyu bwana anakusudia nini. Naeleka vizuri Si kwamba wasikii, wanasikia, lakini anasema anataka nini? Wao wanaingia kwenye shamba kule kule. Ukitaka kuelewana nao vizuri, kama umechoka, chukua fimbo nyingi. Kila anayesogea kule, we tupa. Hiyo lugha wanaelewa vizuri sana. Mungu anasema hivi,
mathalu alladhina kafaru, mfano ya kuishi na mtu anayekataa mambo ya Mungu kusudi, kamathali alladhi yan'ikum bima la yasma, ni kama vile mtu anayekaa na kitu kisichosikia, illa duaa wa nudaa, isipokuwa sauti na kelele kinyepata. Mungu anasema watu wa namna hiyo ni kama viziwi, ni kama mabubu, fahum la yaqilun, hakika hawana akili. Ni ngumu kuamini kafiri hana akili kwa sababu anatengeneza simu, wewe uwezi. Mungu azungumzii akili hii ya kutengeneza simu. Mimi kuna jambo nililokuumba nikakusudia, timiza hili kwanza. Madhali hili limekushinda, mimi sina tatizo la simu. Mungu aliyetuumba hana tatizo la simu kati yetu, hana tatizo la mawasiliano na sisi na yeye kwa sababu simu hatuna au tunazo. Hapana, Mwenyezi Mungu na mawasiliano yetu na sisi na yeye kwake hayana tatizo kabisa, isipokuwa tulikuwa tuna mambo tunatakiwa tufanye kwanza, kisha tuendelee na mambo yetu tunayoyafanya. Mmenielewa hapo vizuri eh? Kwa hivyo kupitia uongofu wa Mwenyezi Mungu na muongozo wake, mambo hupata thamani na mambo hupoteza thamani yake. Lakini pia kupitia uongofu, kila jambo hupata thamani halisi na ya kweli. Katika vitu ambavyo wanadamu wanavipenda sana ni mali. Ukiwa na mali isiyokuwa na uongofu, hiyo sio neema, hiyo inaitwa nakama. Naelewa vizuri eh? Ilichokosa ni muongozo tu, namna gani uitumie. Ukiwa na mke mzuri lakini mke huyo akakosa uongofu, akakosa muongozo, Mtume anasema innama amwalukum wa auladukum, mali pengine auladukum wa azwajukum wa aduwwu lakum, wake zenu, mali zenu, watoto wenu ni maadui zenu. Kwa nini? Kama hakuna muongozo kwa watoto hawa, hakuna muongozo kwa mke huyu. Meleweka vizuri hapo? Kila jambo hupata thamani halisi kwanza uwepo mwongozo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kwenye jambo hili hilo analolipenda watu wengi, la wake na wanawake wazuri. Akawaambia wazazi wote, idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atakapokujieni yule ambaye mmeridhika na dini na tabia yake, muozeni. Kwa bahati mbaya, kauli hii haitafsiriwi kwa usahihi na wazazi wa Kiislamu. Hutosheka kwa dakika 20, hutosheka na appearance ya mtu siku alipofika. Kaja amepaka perfume gani, bila ya kujali kaazima hiyo perfume au hakuazima. Kaja kavaa namna gani, bila ya shaka nguo zake au si zake. Yuko bwana mmoja, amini ukitaka, anasema aliitwa, akasema bwana, nyumbani pamekuja wachumba, sasa unaitwa wewe ndio uje ukutane nao upokee barua yao. Bwana kaja mbio, lakini wageni wameshafika nyumbani. Anafika mlangoni pale, akakuta yebo tupu zimejaa pale. Akasema niliingia ndani nasema hamna mchumba huko. Kaangalia zile yebo pale, akasema mchumba mwenyewe ndio huyu. Wanakuja na yebo huko, hamna mchumba huko. Hao wanatakiwa kukataliwa tu. Kajiandaa kukataa kwa sababu ya yebo tu. Naelewa vizuri eh? Yuko mwingine mtani wangu, kaambiwa bwana, mwanao kapata mchumba. Sema alhamdulillah, la Mwenyezi Mungu kamstiri mwanangu kapata stara. Anamuuliza yule mshenga, bwana vipi? Huyu kijana wa wapi? Natokea Tabora. Anatoka Tabora. Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Lakini Mungu naye bwana, kweli mwanangu kapata stara. Basi Mungu ndio Mnyamwezi. Umeelewa vizuri?
Lakini anamwambia mshenga, usiogope, nakutania tu. Basi tutaipitia barua yako bwana, tumepokea. Kutoka hapo ndio anaambia jamani, mweli wetu tumemtoka pata stara, lakini sasa Mungu naye basi ndio Mnyamwezi. Umenielewa vizuri? Hatuzingatii maelekezo tunayofundishwa na dini, kama kauli hii ya Mtume Muhammad, idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawijahu. Mmeridhika, unaridhika, unafanyaje? Kuridhika ni namna ulivyomuona siku hiyo. Unaridhika, umemchunguza ukamjua vizuri. Hivyo ndivyo vigezo ambavyo dini inatuagiza, ili mwisho wa siku upate mke yule aliyesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya kulluhu mataa, dunia yote ni starehe tu, wa khairu mataiha almar'atu salihah, na starehe iliyo bora zaidi katika dunia hiyo ni kupata mke mwema. Unamchunguzaje? Kwa kumuona anacheza mayenu. Naelewa vizuri? Hapo ndipo tunapokosea. Kauli zote za Mtume Muhammad anasema khairu linutafikum, chagueni mahali pa kupeleka mbegu zenu, wa ankihul akfaa, oweni wanaokidhi maana ya kuwa mke. Usioe tu kwa sababu ni figure 8. Figure 8 ile sio mke atayeweza kulea mtoto wako, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe dhaifu sana. Tena afadhali ya ng'ombe. Ng'ombe anamzaa mwanawe, anampa dakika 40 mpaka saa 1, anamwambia kwa lugha yao twende. Akishindwa kumfuata yatakayomkuta hapo atajua mwenyewe. Asimlaumu mama yake, hana yaya wala mbeleko ya kumbeba. Kwa lugha yao anamwambia twende tu, na huyo mtoto anatakiwa amfuate mama yake. Mwanadamu akizaliwa na mama yake, akapewa saa 1 na mama yake akamwambia twende, huyu mama mkatili, anatakiwa kushtakiwa. Sio siku moja, ampe wiki, huyu mama mkatili sana. Sio wiki, ampe mwezi, huyu mama mkatili sana. Sio mwezi, ampe mwaka, huyu mama mkatili sana. Na nielewa vizuri, mwanadamu ni dhaifu sana, anahitaji sana mama yake amwangalie kwa karibu mpaka atakapoweza kujitegemea, kae sawa sawa. Mtume Muhammad anasema khairu linutafikum, chagua mahali unapopeleka mbegu. Inawezekana huyo unayemuoa akawa mama wa mtoto wako, atatosha kuwa mama wa mtoto huyo. Huu ni mwongozo wa dini. Unapokiuka maelekezo haya, lazima upate mashaka katika maisha, lazima upate matatizo katika maisha yanayoendelea kila siku. Utakuwa umekiuka maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile elimu, kama utasoma tu elimu kama wanavyosema watu wa mantiki, al-ilmu huwa tibaa surata shay'in fi dhihni biwasitati al-hisi. Elimu ni kuchapa sura ya kitu katika akili yako kwa kupitia moja ya milango ya fahamu, ala wajhi taswiri wa tasdiq. Msingi wake ni kupata taswira, kisha ukajenga hakika ya taswira hiyo ina maana gani. Wanaosoma vioni sasa hivi wanafundishwa kwa semester, alafu inamalizwa hairudi tena. Katika kipindi cha semester moja, mwalimu anakupa taswira nyingi, baada ya miezi 3 anakupa mtihani apime. Haya niliyompa miezi 3 anayo hana. Ikitoka F, wewe na ambao haukwenda shule hamna tofauti, wote hamkuelewa. Wewe ukuelewa ingawa ulikuwa darasani, mwenzio hakuelewa kwa sababu hata darasani hakufika, lakini wote hamkuelewa. Naelewa vizuri Kwa hivyo elimu hii lazima iwe na mazingatio na kitaaluma. Kama Imam Ghazali anavyosema, ta'allamtu sharra la li sharri, nilijifundisha shari la li sharri, si kwa kukusudia shari, bali litawqihi, niweze kujikinga na shari hiyo kama itaelekezwa kwangu. Sasa nasema kitaaluma, hata kusoma uchawi
sawa sawa kitaaluma. Kimaadili kusoma uchawi haifai. Kitaaluma, kwa sababu wanasema wasomi, kila kitabu kinafaa kukisoma, ingawa si kila kitabu kina faida katika kukisoma. Inawezekana katika kitabu kilicho na peji 400, peji yenye maana iko moja tu. Na utaijuaje kama ukosoma hicho kitabu? Lazima ukisome kitabu ugundue kitabu hicho hamna lolote bana, labda peji moja tu. Au kitabu hichi uongo mtupu. Eleko vizuri. Kwani hamjui wako maprofesa wanatuambia mwanadamu anatokana na nyani? Nyinyi hamjui hivyo? Ni elimu na wamekuwa maprofesa, uongo mtupu toka asubuhi mpaka jioni. Lakini elimu na yeye ni profesa na mshahara anapata. Lakini alilosoma liko sawa? Kwa hivyo elimu lazima iwe elimu sahihi inayokuongoza kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutambua miiko ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutambua nini kinakubalika, kipi hakikubaliki. Haya yote yatapata thamani nzuri kama tu mwongozo utakuwepo. Niende kipengele cha 6 nikupe mchoro wa tathmini. Ikiwa kuoa mke ambaye hatokani na mwongozo na uongofu na maelekezo ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sawa na kuwa wewe huna mke. Naeleka vizuri Una mashaka zaidi kuliko kuwa na manufaa na mke huyo. Kwenye hesabu tunaweza kusema hiyo ni sawa sawa na 0. Naeleweka vizuri? Kuwa na watoto wasioongoka, wasiofuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasiofuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sawa na wewe kuwa huna watoto. Kama ni katika hesabu hiyo ni 0. Sasa wanachuoni wao wakasema uongofu ndio jambo namba 1 mwanadamu anaweza kulipata. Mambo mengine yote yatakuwa 0 kama hayana muongozo, ila yatapata thamani muongozo ukiwepo. Jalia uongofu ndio namba 1, tumeiweka pale namba 1. Mke hawezi kuwa mwema, hawezi kuwa mzuri kama hayupo kwenye muongozo. Ni neema 0 kama haina muongozo. Lakini 0 hii ukiisogeza kwenye 1 inakuwa namba ngapi? Watu wa Mtoro wana matatizo. Hivi kweli hamsikii? Inakuwa namba ngapi? 10 Mali kama haina muongozo ni sawa na kuwa huna mali, hiyo ni nakama. Lakini ikiwa na muongozo mali hiyo itapata thamani. Kwa kuwa 0 tu haina maana, lakini isogeze kwenye muongozo. Ukiisogeza 0 ile pale inakuwa ngapi? Kwa hiyo kila 0 itapata thamani kama muongozo uko sawa sawa. Na kadri utakavyozipanga zile 0, namba yako itaendelea kubadilika. Ilikuwa 10, itakuwa 100, itakuwa 1000, itakuwa 10,000, itakuwa laki, itakuwa milioni, itakuwa milioni 10, itakuwa milioni 100, itakuwa bilioni. Wewe ongeza 0 tu. Na ukitaka zipoteze thamani, ondoa 1 ya mwanzo pale, zibakie 050 pale. Hiyo hesabu inasomekaje kwa wenzangu mliosoma hesabu? Inasomekaje hiyo? Hamna kitu. Kwa hivyo hana mwanadamu neema anayeweza kuwa nayo ikawa na thamani kama kakosa neema ya mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukipata mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila utakachokipata kitakuwa 0 inayokaa kulia kwa neema ya mwongozo, kitapata thamani. Kipo kitakachokupa namba 10, kicho kitakachokupa namba 100, kipo kitakachokupa namba 1000, kipo kitakachokupa bilioni. Lakini kwanza uwe na mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunapata kuangalia jambo lolote kwa sura yoyote
kwanza tuliangalie kwenye maelekezo na uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate thamani ya kweli ya vitu vingi. Naamini tunafahamu mambo mengi duniani tunayaona kwa namna tulivyo sisi, sio kwa namna mambo hayo yalivyo. Tunahitaji sana maelekezo ya Mwenyezi Mungu kuyajua mambo hayo. Watu wa physics wanasema ukichukua glasi ya maji alafu ukatia kalamu mle ndani, ukiitizama kwa nje ile kalamu utaiona ndani imepinda. Swali linakuja, hivi ile kalamu imepinda kweli? Kwa hivyo macho yako yanakupa taarifa zisizo sahihi. Naeleka vizuri? Na nyenzo yako ya kukuwezesha kuona ndio hayo macho yako. Washairi wanasema hivi, qatunkiru al-aynu daw ash-shamsi min ar-ramat, kutokea jicho likakataa hakuna mwanga, kumbe upofu na kuanza wewe tu, sio kwamba mwanga hakuna, mwanga upo, wewe tu ndio huoni. Kama tunkiru al-famu dhawqa al-ma min as-saqam, kama vile ulimi unavokataa kutambua utamu wa maji, kumbe malaria yanakuanza wewe. Hatuwezi kupima maji haya machungu kwa ulimi wako wewe. Hili ni tatizo lako wewe tu. Tutayapima mambo kuwa mazuri kwa vigezo vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatutapima uzuri wa vitu kwa kukuzingatia wewe unaonaje. Na ile kwa vizuri, na wewe jituni kupenda na kuthamini chochote unachotaka kukipenda na kukithamini, kigezo chako kiwe mwongozo na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisiwe namna wewe ulivyo. Mtume Muhammad anawaambia watu katika tahadhari ya maisha, habibaka hauna ma asa an yakuna baghidhaka yawma ma, mpende unayempenda, lakini acha nafasi, inawezekana siku moja atakukera. Wabghidh baghidhaka hauna ma asa an yakuna habibaka yawma ma, na mchukia mtu unavyotaka kumchukia, lakini weka nafasi, kunawezekana kuna siku kamuhitaji ule. Kaleka mzuri, usiwe tu mtu kwa vigezo vya kichwa chako tu. Huyu mtu nani? Na hapana, huyu kaumbwa na Mungu. Kama wana falsafa wanavyosema, lam yuflihu qaumun laysa fihim safihu, haijawahi kufanikiwa jamii ndani haina mpuuzi. Mpuuzi mtu muhimu sana kwa upuuzi ule ule. Wanasema wataalamu katika negotiation skills, mnapokwenda katika uwanja wa majadiliano wa pande mbili, katika kundi lenu mnalokwenda, msisahau kuchukua mpuuzi mmoja, nendeni naye katika kikao. Mkiona mmebanwa kwenye hoja na mnaona hapa paka tukajipange, unamwasaini yule mpuuzi wenu, sio kwa kumwambia yule bwana anajijua. Kwa wewe unatingisha kichwa eti bwana hapa mambo yashachemka. Sasa anaanza, mheshimiwa, taarifa na taarifa, nasema na taarifa. Sasa haya mambo gani namna yanapokwenda? Anatibua hali ya hewa pale mpaka kikao kinakufa. Upande wa pili wanakujenyi, bwana vipi bwana, mbona mmetuletea watu wahuni hawa? Bwana samahani, unajua hata sikujua. Unajua ni kikao chenye bwana, hichi kikao itabidi tuahirishe. Itabidi siku, lakini msituletee watu wa namna hii bwana. Bwana samahani sana, kikao kinakufa, mnaondoka. Jamani, pale tulikuwa tumeshanasa pale. Mkitoka pembeni na mnampa buku 10 na mkono. Siku nyingine mnakuja, yule mnamwacha, mnachukua mpuuzi mwingine. Lam yuflihu qaumun laysa fihim safihu, haijawahi kufanikiwa jamii ndani haina mpuuzi. Waarabu wanasema la tahtaqiranna shay'an mahma kana saghir likulli shay'in mazia, usikidharau chochote sura kitakapokuwa kidogo katika dunia hii, kila kitu kina kazi yake. Sindano na mtarimbo vinafanana sana, vyote vyuma, lakini huwezi kushona nguo kwa mtarimbo, wala huwezi kuvunja nyumba kwa sindano. Naeleka vizuri?
Wakati wa kushona unahitaji sindano. Wakati wa kuvunja nyumba chukua mtarimbo. Usije akachuma kenyeka nini, kana kazi yake. Naeleweka vizuri? Haya ni maelekezo na muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukamdharau mtu kwa namna unavyomuona tu. Usimdharau mtu kwa sababu ya kabila lake tu. Usimdharau mtu kwa sababu ya kimo chake tu. Imam Hassan al-Basri siku moja alikwenda katika ziara zake, akawa anahitaji moto wa kupikia. Kafika mahali kakuta moto umewashwa. Fiqhi inamwambia katika mambo ambayo ruhusa ya kisheria ipo kuchukua bila ya kuomba ni moto. Moto unaweza kuchukua hata kama ukuomba. Sasa akawa anauzunguka moto, anataka kuchukua. Fiqhi inamwambia unaweza kuchukua, sio lazima msubiri mwenyewe. Lakini sasa nitauchukuaje moto huu? Mpaka mwenye moto kafika. Bwana shekhe, vipi? Unausomea rukia au moto? Mbona unauzunguka tu? Asema hapana bwana, mimi niko na shida ya moto. Hasa mbona uchukui? Tatizo langu nilikuwa nazunguka, nitauchukuaje moto huu? Akamwambia shekhe bwana, wewe unashindwa kuchukua moto huu? Akamwambia hebu njoo hapo. Akachukua jivu pembeni lililopoa limeungua zamani. Ampelete mkono wako. Akachukua jivu kamwekea pale. Akaingiza mkono, akachukua kijinga cha moto haraka haraka akamwekea juu ya jivu. Ambia nenda bwana, peleka shekhe moto. Lo. Shekhe akaondoka, simba bwana kusoma kote huku, kumbe hata kuchukua moto sijui. Na ikabisudi la tahtaqiranna shay'an mahma kana saghir. Usikidharau chochote, usimdharau yeyote sura atakapokuwa katika dunia hii. Kila mmoja ana nafasi yake. Haya huwezi kuyafanya kana huna muongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, nimezungumza pointi zangu 6. Bila shaka mmenielewa vizuri. Niwapeni nafasi ya kutafakari, na kama mnacho cha kuniuliza tafadhali karibuni mniulize. Niseme kama alivyosema Mtume Muhammad, khairul kalami ma qalla wa dalla. Maneno mazuri ni machache yenye kuelekeza. Asalamu alaykum.